Mapigano kati ya waasi wa M23 AFC wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda na makundi ya wazalendo wanaoungwa mkono na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanazidi kuendelea katika viwanja mbalimbali vya mapambano katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Tangu asubuhi ya Jumapili tarehe 13 Aprili mwaka 2025, mtanange umehamia katika kijiji cha Butondo kipatikanacho ndani ya halmashauri ya usultani wa Lwindi tarafani Mwenga. Mashirika ya kirahia katika eneo la Ihanga usema karibuni ngombe 16 zimeporwa na wahasi wa M23 na kuharibu vitu vingi vya wananchi. Vyanzo vilivyo karibu na M23 vinatupilia mbali madai hayo na kusema kwamba nia yao M23 ni kukamata miji yote kwa kuikomboa toka utawala wa Kinshasa na sio uporaji. Butondo wanakokungutaniana sasa ni pembezoni sana mwa migodi ya madini ya Kala tarafani Mwenga. Mpaka sasa hatujapata matokeo ya vita kwa pande zote, ikiwa ni idadi ya wangapi waliofariki, isipokuwa tu majeruhi ni wengi kwa mujibu wa duru kutoka kwenye shamba la mapambano. Ni kwa mara ya kwanza sasa M23 kufika katika ardhi ya Lwindi tarafani Mwenga kwa mujibu wa vyanzo vya mahali. Hayo yanakuja baada ya wazalendo kuonekana milolongo asubuhi na mapema ya siku ya Jumamosi katika mji wa Kavumu na Kabamba tarafani Kabare. Waza waliingia kiulahini bila risasi. Tangu saa 11 asubuhi mji wa Kavumu umegawanywa kwanza mara mbili. Wazalendo walidhibiti upande wa juu ya barabara ya taifa, huku M23 ikiwa upande wa chini hadi kwenye uwanja wa ndege. Muda mfupi kutoka hapo wazalendo walijielekeza kwenye uwanja wa ndege Jumamosi hiyo na kuanzisha makabiliano hadi kudhibiti kwa muda mfupi uwanja huo wa ndege, kama alivyotueleza mwananchi huyu wa mtaa wa Businde mjini Kavumu. Ndiyo, kwa kweli sisi hivi kama wakaaji wa Kavumu tumeona kumekucha asubuhi. Wakombozi wazalendo wameingilia kutokea Kabamba, wameingia hata uwanja wa ndege wa Kavumu, ambapo ni wao wazalendo ndio wanapatikana katika uwanja wa Kavumu. Tunangojea tuone hali gani itaendelea, ila ni kwa sasa ndio mambo yanakuwa huku kwetu. Tunaomba kwa serikali izidi kujia wazalendo kimsaada kwa kuongezea nguvu na tumaini ya kusema wako pamoja kwa kukomboa nchi. Hata vile kwa Umoja wa Mataifa ni wao kuendelea kutafuta amani bila kugongesha watu vichwa. Wazalendo walitapakaa hadi Kabamba na Katana tarafani Kabare, wakasogea hadi kufika tarafani Walungu, sehemu inayoitwa Burale Jumamosi hiyo. M23 ilijizatiti katika uwanja wa mapambano na kubadilisha mfumo. Walikuja na moto mwingi jana Jumapili asubuhi hadi vijana wa waza wale kukimbia nduki. Dada huyu ni mkahazi wa Bushumba Kavumu, alifadhaishwa na kuona namna vile wazalendo wanavyokimbia. Si wazalendo tena wanaenda tena invento tena kama tena report. Tutakuwa banani juu wazalendo wanatuacha. Hivyo M23 baada ya kudhibiti tena maeneo hayo, makada wao walifanya hotuba maeneo mbalimbali wakiambia wananchi kwamba waliamini jeshi lao la AFC na chama hicho. Hata hivyo katika mji unaoitwa MIT, makada hao wa M23 walihudhuriwa na wananchi katika hotuba yao. Mapigano hayo yanapelekea shughuli nyingi za kawaida kuzorota katika miji yote inayodhibitiwa na M23. Raia hawa ni wakahazi wa Bukavu wanasema. Bwana Mwariri, sisi kabisa kama vile population ya Bukavu tunakuwa vraiment na huzuni mingi sana. Tuliona kama M23 nakuya inaingia Bukavu na tangia ingie, lakini hakuya kwa kabisa mabadiliko. Watu wanateseka, watu wanauawa, na pia watu hawatumiki makazi zao ambao walikuwa wanatumika zamani. Tunabakia kabisa wale ambao walikuwa wanatumika makazi hawatumiki tena, makazi ya serikali, makazi za shuleni kabisa watumike. Na sasa tunaendelea kusumbuka, hatupate vitu ambavyo tulikuwa tunatarajia tutapata. Wao walikuja wakasema kwamba ni wagombozi. Sasa wagombozi na watu wanaendelea kuteseka na pia tunaendelea tena kuishi maisha ambayo hatutumiki makazi, hatujisikie tuko huru. Wazalendo nao wanakuja eti watagomboa mji, watafukuza M23 na hawagomboe, na kabisa tunaendelea tu kusumbuka. Ndio hivyo bwana Mwariri. Tunateseka sana, tunateseka kabisa. Vraiment depuis arrivé à M23 au Bukavu balikia kusema ke watatugomboa, shie tukabapokea sawa vile wananchi, lakini kinyume na ile mambo yenye tunaanza sibire haiko njo vraiment
hali iko tabani kabisa. Kuishi inakuwa nguvu, kudevelope maisha inakuwa nguvu sana. Hali yenye tuko tunatembea amo haiko ya maana sana. Bandugu yetu pa wazalendo wakati biko nakuya banachokozana nabo, banabapiga tena banajiretire banatoka, inakuwa inatuletea shie bajene, inatuletea magumu sana. Ba M23 biko nafika banatubeba, banatuua, hatujue vraiment tuko tunakufa kunini. Inchi tuambie basi kama banashindwa tubakie na amani, be bashakamata njo bajiproklame. Tumetafuta wazalendo kuwauliza ili kuwaje kutoka Kavumu na kila wanapokamata mji hawaistahimili. Huruma Landabango ni moja wa makamanda wa vita wa wazalendo, anaeleza. Sisi zile ndugu journaliste ni mayele yetu hiyo, kwa sababu sisi tunajua kupigana na wandugu. Japokuwa tuko nafanya vile ni strategy zetu ambazo tuko nafanya vile kusudi juu ya adui atujue kama sisi tuko wanani. Usitishike kabisa, na tuko naambia population yote sitishike kama tuko nafanya vile. Ni kupenda kuambia adui kama sisi sote tunajua gombana na tuko na bezo ya nchi yetu. Kama tuko nafanya vile wajue kama tunapigania hapa leo, tunapigania pale kesho. Wasizania asema wataingia mwingine bila kujua kama wanaume wako mule. Hapana. Wasizanie kama tunatoka Kavumu haiko kupenda yetu. Hapana, ni kupenda yetu. Lakini tuna bezo ya kupigana nao, ni strategy zetu tuko nafanya zile. Si kwamba inaonyesha kwamba hamna nguvu. Mlikuwa mshaingia Kavumu, wananchi wanafurahia, wazalendo wamefika Kavumu, wamepiga kabisa M23, kisha dans 30 minutes 45 minutes mnatoka. Ni kama hamna nguvu bwana, M23 inawagandamiza na inawalikita. Hapana ndugu journaliste, sisi tunajua gombana na wenzetu. Sisi ni njama zetu ambazo tuko nazo. Tuko na nguvu ya kupigana. Tunapigana nao na wanatujua kama sisi tunajua gombana. Wanatujua hivyo. Wasiwadanganye kama hatuna nguvu, tuko na nguvu. Serikali yetu iache distraction. Sisi serikali yetu, sisi tunawaunga mkono kwa kupigana, tupiganie udongo wetu. Nao watushike mkono kwa mkono, tupigane na adui. Serikali yetu tuongezee tu vifaa ili tupigane na adui. Pia na raia yetu tunaiomba iwe pamoja na sisi. Kama ikuwe ni kitu fulani, kama hata ni nini, wakuwa na tuongelesha, wajue mabari yetu. Na wakaze roho, tutapigana na adui. Jumatatu hii wazalendo wa FDCC ya kamanda Kakobanya na wale wa FPDC ya hayati Kibukila Mtetezi Trezor walishambulia ngome za Twirwaneho inayounga mkono AFC M23 na jeshi la Rwanda. Mapigano hayo yaliendeshwa katika kitongoji cha Bichumbe katika milima ya Itombwe, almashauri ya Basimukinji ya wakwanza uko Mwenga. Taarifa tulizo nazo zaeleza kuwa wazalendo walichoma kambi nyingi za M23 Twirwaneho sehemu hiyo. Duru zilizo karibu ya Twirwaneho usema wazalendo walishambulia raia wa maeneo hayo. Hata hivyo katika vijiji vya Kalonge na Nyabibugu, Biloze Bishambuke walipambana na Twirwaneho M23 tangu asubuhi. Ni manispa ya Mutambala tarafani Fizi. Tufahamishe kuwa M23 tayari imeshafika katika tarafa 7 za Kivu ya Kusini, ambako hawajafika ni tarafa tu la Shabunda. Katika 7 hizo sio zote wanazodhibiti kikamilifu. Tangu FRDC imetimka katika tarafa hizo, wazalendo wanajitahidi kukomboa miji. Mfano katika tarafa la Kale, miji 12 tayari imekombolewa na wazalendo na sehemu nyeti za Nyangezi. Nikiripotia Yambaleto TV kutoka Bukavu, mimi ni Thompson Unji Batangalwa William.